Kwanza niwapongeze Azam wamechukua maamuzi sahihi, kwa sababu ni umoja ambao unasaidia vilabu barani Afrika, lakini katika engo tofauti tofauti, katika vitu mbalimbali. Cha msingi ambacho mimi naweza nikasema Azam wameanza kukomaa, kwa maana ya kutaka kujiingiza katika mifumo ya mpira wa Afrika ili kuweza kujua namna gani ambavyo wanaweza wakatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kwa klabu kama Simba, kwa ukubwa waliokuwa nao na mazingira ambayo yapo, wao kuto kuwepo mpaka sasa hivi bado ni changamoto, kwa sababu unajua dunia haiwezi ku direct maisha yao hivi, alafu labda baadhi ya watu wachache wakawa hawataki kwenda kwa mfumo huu. Ni swala la muda tu, na wao wataingia, hata kama wakuchelewa wataingia tu, hata kama watasema wanangojea mpaka ambaye ndo kiongozi wa vilabu vyote barani Afrika atoke awe mwingine tena, wataingia tu katika mfumo bado. Kwa hiyo kwangu mimi Azam wamechukua hatua sahihi, na wanaweza wakaanza kuenjoy benefits zile za mwanzoni kabisa za umoja huu, lakini pia kuna mambo mengi ambayo watayapata. Na ukaidi huu kwa vilabu vingine unaweza ukawa unazalishwa pia na kiongozi gani ambaye anasimamia eneo hilo, kama ndo rais wa vilabu vyote barani Afrika, sio? Kwa hiyo mwisho wa siku watakula matunda ya kazi ambazo wanazipanda kwa sasa. Inawezekana isionekane sasa hivi, lakini huko tunapoelekea, ambapo watakuja kugundua umuhimu wa hii taasisi ambayo imeundwa na CAF kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo wanavipa nguvu vilabu vyetu barani Afrika ili viweze kuwa na vilabu bora. Lakini pia unaweza kaangalia hata katika mkutano wa FIFA uliofanyika Doha, engineer alipewa sehemu kubwa ya akapresent namna gani ambavyo vilabu vyetu vinapitia changamoto zipi na namna gani ambavyo wanaweza wakajikwamua na vitu kama hivyo, na wakazalisha ajenda kubwa ya kwa nini alitolea mfano klabu ambayo ni mpinzani wake. Lakini kwangu mimi haikuwa issue sana, ni watu wenye uelewa mdogo ndio ambao wanaweza wakakuza jambo hilo likaonekana kwamba ni jambo kubwa. Lakini kwa Engineer Harris alisite kila kitu kutokana na reality na hiyo kwa kuelezea kwa mifano. Kwa hiyo mwisho wa siku, na watu wanajifichia hapo kwamba mbona wewe ukiwa rais klabu yako imefukuza makocha 4 kwa msimu mmoja, kitu ambacho mimi naona kama ni watu wanakosa tu uelewa wa mpira. Ule sio mgogoro, ule ni takwa la yeye na mtu aliyesimamia kwa makocha. Labda walishindana kwenye vigezo, walimpa viwango avifanye vikashindikana, vitu kama hivyo. Kwa kuachana na kosta na makocha hata 4 5, huwezi kuita mgogoro. Huo sio mgogoro, na wala haukupelekea Yanga kufanya vibaya. Tena Yanga ndio ilichukua ubingwa msimu ule akiwa na makocha 4 tofauti 5 kama sikosei. Kwa hiyo mwisho wa siku bado alikuwa amekaa vizuri. Lakini kwangu mimi niseme swala la vilabu vingine vilivyobakia Tanzania kuingia katika umoja huu wa vilabu ni swala la muda tu. Wataingia, hata hao Simba wenyewe wataingia tu, mazingira yatafika, muda wao utafika na wao wataingia. Kwa hiyo nadhani pia ni kwa sababu ya Harris, lakini hata kaa Harris hapo milele, what if siku ambao wataondoka Harris atakuja mtu mwingine ambaye hataona faida ya kuwasaidia hao ambao wako upande huku chini kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kulipa nguvu, lakini pia waeke tu binafsi na chuki pamoja na uasimu pembeni. Hili ni shirikisho la vilabu vyote barani Afrika, sio la Engineer Harris Said. Yeye alikuwa dhamana ya kulisimamia. Kwa hiyo nadhani kwamba shida ya Simba kutoingia kwenye mfumo kwa hivi sasa ama kuchelewa kuingia ni engineer. Inaweza ikawa ni moja ya sababu ambayo mimi kwa sababu ukiniambia kwa nini mpaka sasa hivi hajaingia pia uwezo ukawa specific. Kwa hiyo kwangu mimi nimechukulia inaweza ikawa ni moja ya sababu, lakini pia ni sababu ambayo kwangu mimi pia haina mashiko. Kwa hiyo inaweza ikawa na unajimu mwingi na mambo mengi ndani yake. Kwa mimi niseme tu Azam wamefanya maamuzi mazuri na ya haraka na ya ukomavu, kwa sababu wanaangalia future ya timu yao na plani zao zokuwa nazo. Kwa kwangu mimi wamefanya jambo ambalo ni bora na la kisasa na nawasaidia na litawafikisha mbali. Kwa hiyo kama Simba hatoingia watakosa fursa ama wataingia tu? Kuto kuingia Simba sio jambo la kujadiliana, wataingia tu. Kumbuka kwa kuingia watakosa fursa tu. Kumbuka ni miaka 4. Ina maana kwamba Engineer Harris ataiongoza hiyo sehemu kwa miaka 4. Unaamini kwamba Simba ataendelea kukaa miaka hiyo 4 bila kuingia kwenye umoja? Kwa hulka ya viongozi na nature ya watu ambao wanaisimamia club, hawaoni hasara wala hawatakuwa na jambo la kushtuka wao kukaa nje kwa miaka 4. Watakuja, wataingia tu, lakini kwa wanaweza wakadelay kuingia. Lakini je, atakaye kuja atawapa hicho ambacho wanakistahili wao kuliko mtu ambaye wanamudu na wanamuona kila siku na uwezo kukaa naye chini? Hilo ni swala ambalo Azam wamepiga mahesabu mengi sana.
Kwa shida ni engineer. Kwa mtazamo wangu, yes. Kwa mtazamo wangu, ambao kwangu mimi ni sababu ya hovyo na ni sababu ya kitoto na sababu ya mtu ambaye hana ukomavu. Sasa si huenda kwamba naamini kwamba huenda hasemi chochote. Kama ulimwengu umempa thamana hiyo, wewe mtu mmoja uwezo ukawa na kumtoa hiyo maana. Yaani mtu mmoja hawezi kumtoa maana mtu ambaye amepewa maana na watu zaidi ya mamia huko duniani, na wanao wenye ubora na akili timamu kuhusu mpira kuliko ofisi yao yote ilivyokaa. Kwa huenda kwamba vilabu vyote vikaingia, Simba asiingie kwenye utawala wa Engineer Hersi. Inawezekana ikawa hivyo, lakini pia itakuwa ni utoto uliovuka mipaka kuto kuingia katika shirikisho hilo. Katika umoja, yes. Kwa hili huenda likachangia, yani kwamba kwamba tuseme nini, upinzani uliopo baina ya Simba na Yanga ndio kikwazo, ambao ni utoto pia. Yaani Simba ni watoto ama ambao yani kama hiyo ndio sababu ya msingi ambao utaisimamia, utakuwa ni utoto wa hali ya juu. Na hapa ndio viongozi wataonyesha level ya immaturity ya kuto kukomaa katika masuala mazima ya mpira. Tumemsikia mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Mangungu kwenye moja interview alozungumza baada ya kauli ya Engineer Hersi Said kuzungumza kwamba ama kutolea mfano wa klipu za mashabiki wa Simba kwenye mkutano ambao umefanyika Doha, kongamano la FIFA. Mangungu amezungumza kwamba alipaswa pia kuanzia kwake. Yaani kwamba naamini kwake kuna mapungufu, kabla kuwagusia hao wengine ipaswa kwanza aanzie kwake pale. Unajua, mimi bado nawaambia watu kitu kimoja. Engineer alichukua mfano ulio sahihi sana. Currently tunapozungumza hivi, ni klabu gani Tanzania ni mgogoro? Labda unisaidie kunijibu wewe mwandishi. Currently tunapozungumza sasa hivi, ni klabu gani Tanzania ina mgogoro kati ya viongozi na wanachama? Mgogoro? Viongozi na wanachama. Yes. Sasa kulikuwa na haya no, tusifike huko kwanza. Tuanzie hapo kwanza. Kuna sehemu naelekea. Ni klabu gani na mgogoro currently sasa hivi tunapozungumza? Unaweza kuzungumzia Simba. Unaweza kuzungumzia Simba. Narudi sasa kwenye swali lako la msingi kwamba kwa nini aliamua kuizungumzia Simba. Vitu viwili vya haraka. Simba ni klabu ambayo inafahamika, sio? Kwa kawaida na kwa uelewa, mambo yao yote yangetakiwa kuishia ndani. Ila wao wamekuja kujivua nguo hadharani. Dunia nzima inajua. Yaani hata kabla Engineer Hersi hajawaambia watu kwamba migogoro ndio inayosababisha baadhi ya vilabu kuporomoka na kushindwa kufikia malengo yao, angetoa mfano mwingine wowote, watu wangemwona ni mnafiki, kwa sababu dunia inajua, na hata waliompa kazi ya kufanya presentation wanajua kwamba Tanzania kuna mgogoro wa klabu ya Simba na mashabiki. Sio kwamba hawajui. Sasa kwa nini na yeye ameamua kufanya hivyo ili somo lake lieleweke vizuri zaidi. Simba ilikuwa nafasi ya 4, imepitia kipindi kigumu, migogoro mingi, hawaelewani, wanachama hawajasajiliwa kwa muda mrefu, tafrani ziko nyingi. Simba imeporomoka kutoka nafasi ya 4 imekuja nafasi ya 5. Leo hii mtu aliyecheza fainali ya shirikisho akakosa ubingwa anaporomokaje nafasi? Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.